Amefahamika, amesikika, ametambulika na kutaratamba, na mzungumzia si mwingine ila kijana huyu anayefahamika kwa jina lake kama Vic Mnez. Najua msikilizaji wangu si mara yako ya kwanza kumuona au hata kutazama picha zake kwenye mitandao ya kijamii. La leo niruhusu kabisa na unisaidie kabisa kumwonika paruanja, nisaidie kabisa kumuongera na kumpa maua yake kwa ile kazi anayoifanya. Nayefahamika zaidi kama mlinzi wa Ogobina. Ni mfano halisi wa mtu aliyepanda kutoka chini hadi juu kupitia nidhamu, bidii na uvumilivu. Kupitia video zake za TikTok zilizopata milioni ya watazamaji, maarufu wake umeongezeka haraka, lakini nyuma ya umaarufu huo kuna safari yenye changamoto na mafunzo makubwa. Vic Mnez alizaliwa katika mtaa uitwao Dallas ulioko kaunti ya Embu, Kenya. Hii ni eneo lililojulikana kwa hali ya maisha ya wastani pamoja na changamoto nyingi za kiuchumi. Kiwa kijana alikulia katika mazingira yaliyohitaji juhudi nyingi ili kuvuka mipaka ya kawaida na kutafuta mafanikio ya kipekee. Ingawa taarifa yake kamili kuhusu maisha yake utotoni bado haijajulikana sana, ila ni wazi kuwa safari yake haikuwa rahisi. Katika harakati za kutafuta maisha bora, Vic alianza kazi yake ya ulinzi ambayo baadaye ingemfungulia milango mikubwa. Kupitia mazoezi ya mwili na nidhamu ya hali ya juu, alijitofautisha na walinzi wengine kwa kuwa mnyenyekevu lakini madhubuti. Uwepo wake wa kuvutia pamoja na nidhamu na ujasiri vilimfanya kuwa kipenzi cha watu wengi, hasa kupitia mitandao ya kijamii. Safari yake Vic haikuishia kuwa mlinzi wa kawaida. Alianza kuonekana mara kwa mara akiwa na Ogobina, mchekeshaji maarufu wa Kenya, na baadaye akawa sehemu ya timu ya wasanii kama Harmonize kutoka Tanzania. Kupitia video zake za TikTok alionyesha si tu nguvu za kimwili bali pia utu, rafiki na weledi kazini. Video zake zimepata zaidi ya milioni 2.7 na maelfu ya maoni, huku nyingine zikipendwa na wanawake waliovutiwa na mkao wake wa kisura na heshima. Moja ya matukio makubwa yaliyomuinua zaidi ni wakati alipokutana naibu wa rais Rigathi Gachagua katika hafla ya hadhara. Tabia yake ya kutozungumza ovyo na kusimama kwa umakini ilimvutia naibu rais, ambaye alimtaja hadharani kuwa ni mfano wa ulinzi mwenye nidhamu. Na tangu hapo jina lake limeendelea kutajwa katika majukwaa ya heshima na uongozi. Ingawa hajasimulia hadharani kila changamoto aliyopitia, ni wazi kuwa kutoka Embu hadi kuwa mlinzi wa watu maarufu si safari rahisi. Lazima alipambana na hali ngumu za kiuchumi, mitazamo hasi ya jamii na ushindani mkubwa katika sekta ya ulinzi, lakini kwa sababu ya kujituma alibaki thabiti hadi akajipatia nafasi yake ya kipekee. Kwa sasa Vic Mnez si tu mlinzi wa watu mashuhuri bali pia ni nembo ya nidhamu, uaminifu na udhubutu. Kwa umaarufu aliopata, na ana nafasi kubwa kuwa balozi wa vijana wanaotaka kutoka mitaani hadi kwenye mafanikio. Kuna uwezekano mkubwa atajiingiza kwenye wanaharakati, biashara au hata mafunzo kwa vijana kuhusu nidhamu na usalama. Vic Mnez ni zaidi ya mlinzi, ni hadithi ya ushindi dhidi ya vizingiti. Kutoka mitaa ya Embu hadi mbele ya kamera akiwa na viongozi wakuu wa taifa, ameonyesha kuwa bidii, maadili na nidhamu vinaweza kukuinua hadi kileleni. Ni mfano wa kuigwa kwa kijana yeyote anayetafuta njia ya mafanikio kupitia juhudi halali. Msikilizaji wangu, nisaidie kabisa kumpa maua yake Vic Mnez, nisaidie kumpongeza na unisaidie kabisa kumuongera kwa ile kazi anayoifanya. Nisikilize Mnez, kutoka kwa tasnia mzima ya Sauti ya Dhahabu tunakuenzi sana. Kutoka kwetu tunakuongera maisha marefu, tunakutakia zile ndoto zako zote zikaweze kutimia. Jina langu ni Kelvin Nyakundi, hii ni Sauti ya Dhahabu. Hakika ipo siku Afrika pamoja na dunia mzima bila shaka itafurahia kwa sababu